Naam, mpenzi mtazamaji wa 5 Media, don't forget subscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata makala pamoja na update ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na leo kubwa kuliko ni kuhusiana na taarifa ambayo inaendelea dhidi ya Miriam Mchilo ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Miriam Mchilo ambaye amekuwa kibeba sauti za vijana wengi, maono ya watu wengi kuhusiana na kile ambacho amekuwa kifanya ndani ya mitandao mbalimbali ya kijamii na platform mbalimbali ambazo amekuwa akizipata. Sisi kama 5 Media tumekuandalia na mambo machache kuhusiana na Miriam Mchilo. Miriam Mchilo ni moja kati ya mabinti ambao wana sifa kubwa ndani na nje ya mipaka Tanzania. Hii inakuja mara baada ya Miriam Mchilo kuendelea kuonyesha uwezo wa karama ambayo anayo ndani yake. Amekuwa akifanya vizuri zaidi katika masuala mbalimbali ya matamasha ya kimuziki za nyimbo za Injili, lakini kubwa zaidi watu wamekuwa kivutiwa siku hizi na interviews ambazo amekuwa akizifanya kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Mnamo mwaka jana Miriam Mchilo alipokuwa katika kituo cha Wasafi FM alisikika akizungumza namna ambavyo ameweka vigezo zaidi ya 20 kwa mtu ambaye atakayeweza kumuoa. Kwa hiyo maswali mengi yakaibuka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kila mtu akizungumza nake na mwingine akizungumza hili akiwa ndani ya kipindi cha Wasafi FM na baadaye kwenda katika media tour nyingine ndani ya kipindi cha EFM ambacho kinaongozwa na Lilian Mwasha pamoja na Masanja Mkandamizaji. Katika hatua mbalimbali ambazo alikuwa kiulizwa na kujibu, alizungumzia vigezo vya namna ambavyo mtu mwenye vigezo vya kuweza kumuoa. Sasa taarifa ambazo zimeibuka kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na picha ambazo zimeweza kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii tokea wiki iliyopita ni kuhusiana na Miriam Mchilo kuweza kuchumbiwa, hatua ambayo inaandaa kutoka stage moja kwenda stage nyingine. Kwa haraka basi Miriam Mchilo tayari ameweza kuingia katika headline na vyombo mbalimbali vya kimtandao. Kwa hiyo kutokana na update ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, hali imezidi kuwa nzuri kwa upande wa Miriam Mchilo baada ya Lilian Mwasha kuweza kutangaza kwamba atahusika kugharamia harusi ya Miriam Mchilo. Kutokana na mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, basi pia kumekuwa kuna challenge ambayo imeendelea kutikisa headline mbalimbali kuhusiana na watu ambao wameenda na ile yale kauli ya Miriam Mchilo ya kuimba siendi na ndio kumrazi na anaitwa hivi kwamba naenda. Kwa hiyo vijana wameendelea kufanya hizo caption mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuingiza katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hii 5 Media kazi yetu ni kupatia habari kama ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii mara baada ya story kama hii Miriam Mchilo kuweza kushika headline ndani nje ya mipaka ya Tanzania. Tutaendelea kujuza mambo mengi kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kwenye headline mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nini kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kuhusiana na Miriam Mchilo? Mume wake huyo anatokea wapi na ni kabila gani, pamoja na mambo mengine tutakujuza kupitia 5 Media. Don't forget subscribe, like pamoja na kucomment. Tutaendelea kushine ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye tena mpaka wakati mwingine. Mimi sina la ziada.